Hujambo na karibu World Sports 14, tuangazie taarifa za michezo zinazogonga vichwa vya habari duniani kwa siku ya leo. Klabu ya Paris Saint-Germain imefanikiwa kutetea ubingwa wa UEFA Champions League baada ya kuibuka na ushindi wa mikwaju ya penalti dhidi ya Arsenal kufuatia sare ya 1-1 ndani ya dakika 120 za mchezo wa fainali uliopigwa usiku wa jana katika dimba la Puskas Arena katika jiji la Budapest huko Hungary. Mchezo huo uliowakutanisha mabingwa wa Ligi 1 ya Ufaransa na mabingwa wa EPL ya England ulikuwa ushindani mkubwa na wa kiwango cha juu cha soka, huku mamilioni ya mashabiki duniani kote wakifuatilia pambano hilo lililobeba matumaini makubwa kwa kila upande kutokana na ubora wa vikosi vyao. Washika mtutu wa London walikuwa wa kwanza kupata goli la uongozi katika dakika ya 6 kupitia kwa mshambuliaji wao Kai Havertz aliyemalizia vyema shambulizi lililoanzishwa kutoka eneo la kiungo. Bao hilo liliwapa nguvu wawakilishi hao wa London walioonekana kutawala eneo kubwa la mchezo katika kipindi cha kwanza. Hata hivyo, PSG walirejea kwa nguvu katika kipindi cha pili na kufanikiwa kusawazisha kupitia Ousmane Dembele aliyefunga kwa mkwaju wa penalti baada ya mwamuzi kuamuru adhabu hiyo kufuatia faulu iliyofanyika ndani ya eneo la hatari. Bao hilo lilirudisha matumaini kwa mabingwa hao watetezi na kuongeza ushindani ndani ya mchezo, licha ya timu zote mbili kutengeneza nafasi kadhaa za kufunga katika muda wa dakika 120, lakini hakuna timu iliyoweza kuongeza goli jingine. Matokeo hayo yalipelekea mshindi kupatikana kwa njia ya mikwaju ya penalti, ambapo PSG walionyesha utulivu mkubwa na kufanikiwa kutoa ubingwa huo kwa mara nyingine baada ya kufunga penalti 4 dhidi ya 3 za Arsenal. Ushindi huo umeendelea kuthibitisha mafanikio ya PSG katika soka la Ulaya chini ya kocha Luis, ambaye ameendelea kukijenga kikosi hicho na kuwa moja ya timu yenye nguvu kubwa barani humo. Tangu kutoa taji lao la kwanza la UEFA Champions League msimu wa 2024-2025, PSG wameendelea kuonyesha uimara mkubwa katika mashindano hayo na sasa wamefanikiwa kutetea tena taji hilo kwa mara ya pili mfululizo. Kwa upande wa Arsenal, matokeo haya yanaongeza simulizi ya kusubiri kwa muda mrefu kutoa taji la kwanza la UEFA Champions League katika historia yao. Klabu hiyo iliwahi kufika fainali ya UEFA mwaka 2006 chini ya kocha Arsene Wenger, lakini ilipoteza kwa goli 2-1 dhidi ya FC Barcelona katika mchezo uliochezwa jijini Paris nchini Ufaransa. Takriban miongo miwili baadaye, Arsenal wamerejea tena siku ya jana katika hatua ya mwisho ya mashindano hayo, wakiwa na matumaini makubwa ya kutoa ubingwa huo na kuandika historia mpya chini ya kocha Arteta. Hata hivyo, isivyo bahati kwa washika mitutu hao, ndoto hizo zimefifia tena baada ya kushindwa kuvuka kizingiti cha mwisho mbele ya PSG katika mchezo ulikuwa na ushindani mkubwa na wa kuvutia. Kwa ushindi huo, PSG inaingia kwenye orodha ya vilabu vichache barani Ulaya vilivyofanikiwa kutetea ubingwa wa UEFA Champions League kwa mara ya pili mfululizo. Mafanikio haya yanaendelea kuimarisha hadhi ya klabu hiyo katika ramani ya soka la Ulaya na dunia, huku Arsenal wakilazimika kusubiri tena msimu mwingine wa kusaka taji lao la kwanza katika mashindano hayo makubwa zaidi kwa ngazi za vilabu barani Ulaya. Ni hayo tu kwa sasa. Sisi ni World Sports 14, mabingwa habari za michezo. Tafadhali endelea kutufuatilia.